Okay, welcome again to another session. The session today is about ratio, profit and loss. But we're going to deal with profit and loss. First of all, what do you mean when you say profit and what do you mean when you say loss? Tunapokuwa tunazungumzia profit manake ni faida. Loss manake ni hasara. Kwa mfano, utajuaje kwamba hii ni profit afu hii ni loss? Kwa mfano umeenda dukani, umenunua labda au sokoni, umenunua kitu cha 2000 au pipi ya 200. Ukaipeleka dukani kwako, ukaiuza 250. Ukija kuchukua bei uliouzia na ulionunulia ukija kutoa inaobaki, hapo ukichukua 250 kutoa 20 utabakiwa na 50. So this is called profit. Lakini tunapokuwa tunazungumzia loss. Loss maana yake nini? Ni hasara. Kwa mfano, umenunua kitu labda kwa shilingi 2000. Ukaja ukauza kwa shilingi 1500. Sasa ukija kuchukua hapo ukija kutoa utabakiwa kwamba 500 utakuwa umekula short. Kwa kumbe kitendo cha kununua kitu kwa bei kubwa ukauza kwa bei ndogo, tunachoenda kujitegemea kwenye biashara tunaita ni hasara. Kwa kumbe tunapokuwa tunazungumzia profit, what do you mean when we say profit? Kwa maelezo haraka tusema profit ni tofauti kati ya bei ya kuuzia na bei ya kununulia. Lakini tunapokuwa tunasema loss ni ile hali ya kuchukua tofauti kati ya bei ya kununulia unatoa bei ya kuuzia. Kwa kudefine tunaweza tukasema kwamba profit is profit. Once we talk about profit, means that is the difference between the selling price and the buying price. Buying price, or sometimes we call it cost price. Cost price. Tunakuwa tunamaanisha nini? Kwamba tunapokuwa tunasema faida ni tofauti kati ya bei ya kuuzia pamoja na bei ya kununulia. Bei ya kuuzia pamoja na bei ya kununulia. Tunafanyaje? So, mathematically, when we talk about mathematically, means that tunaenda kuangalia general formula ya profit kwa kuangalia definition yetu. Inasemaje? Kwa tunasema profit alama yake ambayo inaonyesha profit ni P. Ni sawa sana tunachukua selling price. Kwa tunachukua selling price. Tunatoa na buying price. Buying price. Sasa kwa kuiandika vizuri, tunaweza kusema hivi profit P, this is equal to selling price. Tunatoa na buying price. So this is the general formula ambayo itakuwa inatumika kutafuta faida. Kama nilivyosema, once we talk about profit means that is the difference between the selling price and the buying price. Ni tofauti kati ya tofauti unayoipata baada ya kuchukua bei ya kuuzia unatoa na bei ya kununulia. Kwa mfano, let's assume that labda umeenda supermarket ukanunua kitu labda cha 5000, lakini ukaja ukakiuza sema ambao unafanyia biashara labda 7000. Ili kusudi ndio kwamba hii ni profit, ni lazima uchukue 7000 utoe na ile 5000, utabakiwa ndio itakuwa faida. That's why we say that profit its formula is selling price minus buying price. But sometimes this buying price wako tunaita cost price. We call it cost price. Kwa hiyo ndo formula ya kutafuta profit. Hatuangalia tena in case of asilimia za faida. Je, asilimia ya faida unayoipata kwa mfano ukichukua 7000 ukatoa na 5000 utapata 2000. Je, ni asilimia ngapi sasa ya faida uliyoipata? Formula yake inasema kwamba once you're about to find the profit percentage or percentage profit. Percentage profit. Ambapo tunasema P half percentage. This is percentage profit. Percentage profit. Pia kuipata ni sasa uchukue profit ugawanye na buying price. Then uzidishe kwa 100%. Kwa hapa ni lazima uchukue profit ugawanye na buying price. Buying price then uzidisha kwa 100%. Hii kwa kuiandika vizuri tunaweza kusema kwamba percentage profit
hivi. This is equal to, tunachukua profit yenyewe, profit. Then tunagawanya kwa buying or cost price. Buying price, then multiply by 100%. 100%. Kwa hiyo hapa ndo general formula ambayo inatuonyesha sisi kwamba kwa namna gani tunaweza tukapata asilimia ya faida ambayo tumeipata kutoka kwenye business yetu. Kwa hiyo ili tupate asilimia ya faida, ni lazima tuchukue faida tuliyopata. Baadaye tugawanye na bei tuliyonunulia kile kitu au ile bidhaa. Baada hapo tunazidisha kwa asilimia 100. Kwa hapo tutapata moja kwa moja percentage profit. Hata kutoka hapo sasa naomba tuangalie loss. Okay, let us see about loss. What do you mean when you say loss? Loss, when you talk about loss, loss is a situation which occur or obtain when you take the buying price then minus the selling price. Or we can say is the difference between the buying price and the selling price. Jamani, tunapokuwa tunazungumzia loss maana yake ni hasara. Tunaipataje? Ili tupate hasara ni lazima tuchukue bei ya kununulia, baadaye tutoe bei ya kuuzia. Kwa mfano, umenunua labda kitu fulani, for example pen. Umenunua shilingi 200. Wewe ukaja ukauza shilingi 100. Maana yake moja kwa moja ukitoa pale unapata hasara ya shilingi 100. Kwa kumbe sasa, ukichukua kitu, hapo baadaye ukija ukiuza kinashindwa kufikia bei ile ya mwanzoni. Maana yake sisi tunasema umeshakula hasara. Ndio maana ya neno loss. Let us mathematical. Tunapokuwa tunasema mathematical maana yake tunaenda kuangalia formula. Je, formula gani ambayo tulikuwa tunaitumia sisi itupatie jibu kwa haraka zaidi? Formula hii inasema kwamba loss which is error kuipata ni sasa tunachukua buying price we minus the selling price. Kwa tunachukua buying price minus selling price. Mwingine nikisema buying price anaweza kuwa ana panic. Buying price maana yake ni ile bei ya kununulia, lakini selling price ni ile bei ya kuuzia. But sometimes here we call cost price. Kwa mtu akisema cost price ni sasa nilisema buying price. Kwa hiyo kwa kuandika sasa vizuri tunaweza kusema now loss this is equal to which is error. This is equal to find the difference. We take the buying price minus selling price. Pia kando general formula ambayo utakuwa unaitumia wewe kutafuta loss ya business unaoifanya kutokana na commodity ambayo unayo wewe. Lakini tukienda kuangalia kivipi tunaweza kutafuta asilimia ya hasara uliyopata, naenda kutumia kitu hiki hapa. So percentage loss ambao sasa kwa kifupi tunaweza kaandika error percentage. Maana yake percentage loss tunaipataje? Ili tuipate percentage loss, hapo ni lazima uchukue hasara ugawanye na bei ya kununulia. Baada ya hapo unazidisha kwa asilimia 100. Kwa hiyo utachukua loss unagawanya na buying price. Baada hapo unazidisha kwa asilimia 100. Tukitaka tuiandike vizuri sasa itakuwa hivi. Percentage loss this is equal to a loss which is error. Then we divide by buying price au cost price. Kwa tunachukua buying price then tunazidisha kwa asilimia 100 hivi. Kwa hiyo hapa ndio itakuwa general formula ambayo tutakuwa tunaitumia sisi, itakuwa inatusaidia sana kutafuta hasara ya kitu ya biashara unayofanya kwa haraka zaidi. Tukitoka hapo hana kitu kingine zaidi ya kuangalia maswali. Okay, let us see example number 1. Mfano wa kwanza unasemaje? Example number 1 says that a bicycle was bought at 140000 and then sold at this amount of money. Then calculate Roman 1 profit.
Roman 2, percentage profit. First of all, you're supposed to know the demands or the need of the question. Our question needs us to calculate or to find the profit and the percentage profit. Atuambia baiskeli ilinunuliwa au ilikuwa inauzwa. Ilinunuliwa, bought, ilinunuliwa. This is past tense of the word buy. Kwa ilinunuliwa kipindi kilichopita. 140,000. Na akasema iliuzwa, sold, maana yake ni past tense ya neno sell. Kwa hiyo iliuzwa kwa 160,000. Atuambia tafuta moja faida. Baada ya hapo faida ya asilimia. Je, hiyo baada ya kuuza alipata faida ya asilimia ngapi? Ndio swali la pili. Kwa hatua ya kwanza sisi tunaandika solution. Baada ya kuandika solution, nenda kaangalia we have bought price of that bicycle. Tuna bought price. Sasa hii bought price ni sasa tunasema cost price of buying price. Kwa hatua ya kwanza sisi tuna buying price. Buying price. Tumepewa ni 140,000. Hii hapa ametupa hii hapa. Lakini akasema tena iliuzwa, maana yake this is a selling price. The past tense of selling we call sold. Kwa hiyo iliuzwa, maana yake hii moja kwa moja ni selling price. Kwa hiyo iliuzwa kwa shilingi ngapi? Iliuzwa kwa shilingi 160,000 hivi, 160,000. Sasa akatuuliza Roman 1 tulikuwa determine the profit. Tunafanya kuipata profit. Kwa profit tunasema kwamba profit ili tuipate, tunasema profit na faida ili tuipate, lazima tuchukue selling price minus buying price. Lazima tuchukue selling price tunatoa na buying price. Tutakaopata ndio tutakayokuwa profit. Kwa tunaanza sasa profit, P means profit. Selling price we have. Je, iliuzwa kwa shilingi ngapi? Iliuzwa kwa shilingi 160,000. So tunaweka hapa 160,000. Tuna minus at the former stated. Buying price ilikuwa 140,000. Kwa tunaandika hapa 140,000. Ukitoa hapo utapata shilingi 20,000. Kwa tunasema the profit now. Tunaongeza therefore profit this is equal to 2,000 this way. So this is the answer of the first question. But the second question is need us to calculate the percentage profit. Tunaweza kucalculate vipi asilimia ya faida tuliyopata? Tunasema kwamba ili kusudi tuipate asilimia ya faida, tunasema percentage profit is required. Lakini tunajua, tunasema from here tunasemaje? From here tunasema kwamba percentage profit this is equal to, tunachukua profit tunagawanya na buying price. So we take profit hapa. Baada hapo tunagawanya na buying price. Baada hapo tunazidisha na asilimia 100. Kwa tunazidisha na asilimia 100. Baada hapo tunaanza profit tayari tumeshaipata. Kwa hiyo tunachukua profit tuliyoipata tunaweka sisi hapa. Lakini buying price tunaijua ilikuwa ni 140,000. Kwa kumbe kwenye buying price tunaweka 140,000. Kwa hiyo percentage profit na this is equal to profit ni 20,000. Tunachukua tunaiweka hapo. Tunaandika 20,000 hivi. Baada hapo tunagawanya na buying price or cost price ambayo ni 140,000. Kwa tutaweka hapa 140,000. Baada hapo tunazidisha kwa asilimia 100. Tukizidisha kwa asilimia 100 inakuwa 4 zeros here, total zeros zinaisha. Tunazisimplify. Hapa tunazidisha kwa 1, hapa tunazidisha ni kwa 7. Kwa hiyo tunabakiwa sasa na percentage profit this is equal to 1 times 100%. Kwa hiyo tunapata 100 asilimia. Then unagawanya na 7. Kwa hiyo unaenda kuigawanya hii. Utakaoenda kupata ndio itakuwa percentage profit. Kwa hiyo unagawanya kama ifuatavyo. Kwa hiyo unachukua 100 kwa 7. Here is by 1. Tunapata 7 hivi. 10 tunaweka kutoa. 10 kutoa tunapata 3. Tunateremsha 0 mara 4. Tukiweka maneno tunapata 28. Kutoa hapo tunapatiwa na 2. Tunaweka decimal tunaongeza 0. Kwa hiyo itakuwa ni mara 2.
utapata 14. Hapo kutoa unabakiwa na 6. Ukiinsert kwa sababu ya decimal hapa tunaongeza 0 hapa. Kwa ukiongeza 0 itaingia mara 8. Itakuwa ni mara 8 which is 556. Utabakiwa na 4. So we can make approximation. Kwa hiyo itakuwa 18.28. Once you make approximation here you get 14.3%. So we conclude to say that percentage profit this is equal to 14.3%. So this will be the answer of the question. Okay, let us see example number 2. Example number 2 states that managers bought a chalkbox at 2,000 and sold it at 1,500. What is, question number 1, loss. Second one, percentage loss. Hatua ya kwanza lazima ujue swali lako linahitaji nini. Swali letu hapo sisi tunahitaji tutafute hasara. Baada hapo tutafute asilimia ya hasara iliyopatikana. Baada ya kununua box la chaki kwa shilingi 2,000 na kuuza kwa shilingi 1,500. Kwa hatua ya kwanza tunaanza solution. Unaanza kuorodhesha, je, kitu gani umepewa ili kusudi uje uweke kwenye formula yako kiurahisi zaidi. Ametuambia about, so this we have a buying price. Kwa kumbe cha kwanza we have a buying price ambayo tumepewa ni 2,000. Maana yake ni ile bei ya kununulia ile box la chaki. Lakini kingine sold ni past tense ya neno selling. Kwa maana yake hapa we have selling price. Selling price tumepewa ni 1,500. Baada ya swali la kwanza tuulize, je, loss yake ilikuwa ni kiasi gani? Hasara yake. Kwa tunasema the first equation is a loss. Tunaipataje loss? Tunajua, tunasema from. Kuipata loss tunajua siku zote kwamba loss ni sawa na tuchukue buying price minus selling price. So check buying price minus selling price. Kwa hiyo sasa ili tuipate loss ni lazima tuchukue buying price. Buying price ndio hii hapa bought. Maana yake ni 2,000. Kwa hiyo sisi tunachukua sasa 2,000 tunatoa na selling price ilikuwa ni 1,500. Kwa hiyo tunatoa 1,500. Utakaopata hapo ndio itakuwa ni hasara. Kwa hiyo tunakuwa tunasema therefore loss this is equal to 5 shillings. Kumbe hii ndio ilikuwa dosi aliyotengeneza. Baada ya kununua box kwa shilingi 2,000 na kuuza kwa shilingi 1,500. So ya pili. The second question needs us to calculate the percentage loss. How we can calculate the percentage loss? We say that percentage loss is required. Kwa tunasema from, tunajua formula kutafuta percentage loss. Tunasema percentage loss this is equal to, tunachukua loss tunagawanya na buying price. Baada hapo tunazidisha kwa asilimia 100. Baada tunasema no. Okay, kwa hiyo tunasika hapa sasa kutafuta percentage loss. Kumbe tunasema loss tumeshatafuta tayari ni 500. Kwa hiyo itakuwa 500 hivi. Tunagawanya na buying price. Je, buying price ni ngapi? Buying price ilikuwa ni shilingi 2,000. Kwa hiyo tunaweka hapa 2,000. Baada hapo tunazidisha kwa asilimia 100. Kwa 0.2 hapa moja naondoka, hapa moja naondoka. Kwa tutachukua 5 times 10% and then divide by 2. We get 25. So we conclude that percentage loss this is equal to 25%. So this will be the answer of the question. Okay, let us see example number 3. Example number 3 said that a Bajaj was bought 1,2,0,0,0 and then sold at the loss of 12%. So what was the selling price? Kwamba Bajaj ilinunuliwa kwa shilingi 1,200,000 na ikauzwa and then sold na ikauzwa kwa hasara ya 12%. Je, what was the selling price? So tunasema kwamba Bajaj was bought. Bajaj ilinunuliwa kwa shilingi 1,200,000
na ikauzwa kwa hasara ya 12%. Je, unahisi nini bei yake ya kuuza? Ilikuwa nini bei yake ya kuuza? Hatua ya kwanza, hapa hatujui bei ya kuuzia ilikuwa ni kiasi gani. Lakini kama tungekuwa tunajua bei ya kuuza, maana ingekuwa ni rahisi zaidi. Kwa moja formula yetu ambayo tunaenda kuianzia sasa. Tunaenda kuingiza formula moja kwa moja ya percentage loss au loss percentage. Kwa sababu gani? Ukikuta swali lolote, ukiona swali lolote limeanzia asilimia ya faida au hasara amekupa, anza moja kwa moja kwenye formula ya kutafuta hasara. Tunaipataje? Tunaanza kwanza, tunaorodhesha data tulizopewa. The first data is buying price. Buying price. Buying price tumepewa milioni 1.2 hivi. Lakini anasemaje? Lakini akasema kwamba haya, buying price ya bajaji ilikuwa milioni 1.2. Lakini akatuambia endapo baada ya kuja kuuzwa hasara ya 12% ilipatikana. Akatuuliza, je, nini bei ya kuuzia hiyo bajaji mpaka ilianze kupelekea ukapata short ya 12%. Kwa kinachofuata tunaandika percentage loss. Percentage loss ambayo ni error percentage. Tumepewa, ametuambia ni 12%. Kwa hiyo tunaandika 12%. Baada ya hapo swali letu ametuuliza nini? Ametuuliza selling price. Kwa hiyo tunaandika sasa selling price kuipata selling price ndio tunaenda kuitafuta. Sasa tunafanyaje? Kwa kwanza tupa swali lolote tutakutana nalo amekupa asilimia. Tunaanza moja kwa moja tukaingiza ile formula ya kutafuta asilimia ya hasara. Kwa hiyo tunasema kutoka. Formula yetu inasemaje ya loss percentage loss? Formula yetu ya percentage loss inasema kwamba this is equal to percentage loss. Inasema ni sawa sana. Tunachukua loss baada hapo tumegawanya na buying price. Baada hapo tunazidisha na 100. Tunafanya tukimaliza hapo. Tunakuja but percentage loss we have been given which is 12. Kwa hiyo tunachukua tunaweka hapo. Kwa hiyo tunaandika 12% hasara. Ni sawa sana. Loss hatuna loss. Kwa kama tuna loss kumbe tuna kazi ya kutafuta loss. Hivi baadaye tumegawanya kwa je, buying price ilinunuliwa kwa shilingi ngapi? Ilinunuliwa kwa shilingi 1,200,000. Kwa hiyo tunaandika 1,200,000 hivi. Baadaye tunazidisha na asilimia 100. Tukifika hapa tunaanza. Tunazidisha kwa 1,200,000 pande zote. Kwa hiyo sasa huku itakuwa ni 12. Kwa hiyo tukizidisha kwa 1,200,000 lengo nini? Tuitoe hii hapa. Kwa maana tutazidisha huku kwa 1,200,000 na huku kwa 1,200,000. Alafu huyu 1,200,000 na huku wataisha. Kwa sababu kwa hiyo itakuwa ni sasa tunachukua 12% tunazidisha na 1,200,000 hivi. Baadaye tunasema ni sawa sana loss tunazidisha na 100%. Kwa hiyo itakuwa 100%. Baada ya hapo tunaenda kutafuta loss. Kwa kufanyaje? Tumegawanya kwa 100%. Kwa hapo upande tunagawanya kwa 100% na huku tunagawanya kwa 100%. Kwa huyu na huyu wanaisha. Kwa sababu bakiwa na loss hivi ni sawa sana. Asilimia na asilimia wanaisha. 0 cancel. 0 and 0 cancel. Kwa hiyo tunabakiwa na 12 12 times 1,000 or 10,200. Kwa hiyo tunachukua 12 tunazidisha na hii hapo 12,000 hivi. Kwa hapo kwa haraka tukizidisha tutapata tukizidisha hapo 12 tunapata 140. Kwa hiyo tutapata 144. Baada hapo tunaongezea masifuri matatu mbele. Kwa 0 ya kwanza, 0 ya pili, 0 ya tatu ni sawa na loss. Lakini kumbuka sisi hatujaulizwa loss. Ila tumeulizwa selling price. But baada ya kupata hii loss inaweza kutusaidia sisi tukapata selling price kwa kuingiza formula ya loss. Kwa tunasema siku zote loss. Now loss this is equal to loss ni sawa na nini? Loss ni sasa tuchukue buying price tuna minus selling price. Kwa hiyo tunatoa na selling price.
Haya, tayari. Hapa sisi tuna loss. Haya, kutoka hapo kwenye formula yetu ambayo inasema loss, lakini loss tayari tumeshaipata. Kwa hiyo tunachukua huu tunaweka hapa kwenye loss. Kwa maana yake kwenye loss sasa tunaweka 14400. Ni sawa sawa na this one. This is equal to buying price. Buying price tulikuwa nayo. Buying price ilikuwa ni ngapi? Ilikuwa ni 1,200,000. Ilikuwa 1,200,000 hivi. Tunatoa selling price hatuna. Kwa hiyo tunaandika selling price. Kwa sasa hivi tu tupate selling price tunaileta upande wa huku. Tukileta huku ilikuwa negative, kija huku inakuwa positive. Hapo tunarudisha kule. Kwa maana sasa tutasema huyu selling price will come to this side, lakini huku tunapeleka to this side. Kwa maana sasa itakuwa selling price ni sasa na tunachukua 1,200,000 hivi. Tunatoa na 144,000. 144,000. Sasa ukitoa hapo utakaopata ndio litakaokuwa jibu. Kwa hiyo unachukua 1,200,000 hivi. Unatoa 144,000. 144,000 utapata 156,000. Kwa hiyo utapata kumbe sasa selling price hiyo ni sasa na 1,56,000. Kwa hili hapa ndio litakuwa jibu letu. So our selling price is this one. Thank you for watching.